Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuangazia na kutuelezea hali hii dunia. Vipi muumini anatakana aichukue hii dunia? Vipi mtu Muislamu anatakana aichukue hii dunia na aiweke kwa mkono wake wala asiweke katika moyo wake? Asipende kitu kwa ajili ya hii dunia na asichukue kitu kwa ajili ya hii dunia. Asimtukuze fulani kwa sababu amepewa hii dunia na asimdharau mtu kwa sababu amekosa hii dunia. Na ole wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiona katika moyo wako kwamba wewe humtukuzi mtu kwa neno la ilaha illa Allah, bali humtukuza mtu kwa sababu ya hii dunia iliyokuwa duni. Wapenzi waumini, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anatupatia tiba ya hii moyo ili tupate kujua kwamba hii dunia tutayaacha, na akatupatia njia ya kuweza kuachana na hii dunia kabla hii dunia haijatuacha. Hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu iliyokuja katika Sahihu Muslim, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa inna tuzahidu fi dunya wa tudhakkiru al-akhirah. Ar-Rasul anasema, hapo mbeleni nilikuwa nimewakataza kwenda kutembelea makaburi, lakini sasa tembeleni makaburi, fanyeni ziara makaburi. Kwa nini? Kwa sababu hii ziara unayofanyia makaburi inawafanya msiwe na tamaa nyingi na hii dunia, na pia inawakumbusha akhira. Nenda katika makaburi ufanye ziara, unapata time kidogo na kaburi hapo uzuri iko katika barabarani, unapita time unataka kwenda town, ingia na kaburi, fanya ziara, kisha simama mbele ya kaburi ya watu ambao unawajua, kaburi ya mzazi wako pengine ikiwa ametangulia mbele ya haki, kaburi ya mwenye biashara anayejulikana, kisha simama pale uone mwisho wa hii dunia ni hapo peke yake, hakuna pengine. Na utakapoamua ya kwamba hii dunia nitaiweka kwa mkono wangu wala sitaiweka kwa moyo wangu, ama hapo ndo utakuwa ni mwenye kuwa na akili, na atakuwa ni mwenye kuacha hii dunia kabla haijamwacha, na utakuwa ni mwenye kuamua hautampenda mtu kwa ajili ya hii dunia na wala hautamchukia mtu kwa ajili ya hii dunia, kwa sababu ama hii dunia haitakuwa ni sababu ya mimi kumleta mtu karibu au sababu ya kumsukuma mtu mbali, yani kumchukia mtu, kumdharau mtu, na siku utaamua kufanya hivyo, sikiliza hali yake itakuwa vipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasul Allah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Na mtu alimkujia Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasul Allah, niambieni yapi ambaye anaweza kuyafanya ama ni lipi ambaye anaweza kuyatekeleza iwe sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kunipenda mimi na hiyo ni sababu ya watu kunipenda. Namwambia Rasulullah, nataka Allah subhanahu wa ta'ala nipende na nataka pia watu wanipende, nifanye nini? Faqala idhhab fi dunya yuhibbuka Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, punguza mapenzi ya dunia. Naam, ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala kupende, punguza mapenzi ya dunia, punguza hamu na mali na starehe ya hii dunia. Usipe cheo hii dunia au usisifu hii dunia, ili hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiangusha. Wale wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiona katika moyo wako kwamba waitukuza ama waisifu kitu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejidimisha. Kisha anamalizia jambo la pili, ukitaka watu wakupende, wazhad fima inda an-nas yuhibbuka an-nas. Ukitaka watu wakupende, basi kaa mbali na vitu vyao na watakupenda. Kwa hivyo ukitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala akupende, punguza starehe na hii dunia, na ukitaka watu wakupende, kaa mbali na vitu vyao.